Hapa ndio wanapiga pasi za kampa tena. Okay. Zinapigika. Kampa tena? Zinapigika. Sawa. Hivi karibuni kumekuwa na kawaida ya timu nyingi kuacha wachezaji wao muhimu mpaka wanamaliza mikataba yao. Na hii inaweza kuwa afya kwa timu husika ama la. Naweza tukaangalia tofauti hapo. Tukianza na wachezaji ambao mpaka mwishoni kabisa ndo majadiliano yanaanza. Au hii ni kawaida tu kwenye timu na mambo yanaweza kwenda bila kusumbuana kwenye miezi 6 ya mwisho? Unajua mimi juzi nilisema mimi sisimami upande wa kuwalaumu klabu kwa sababu labda yuko mchezaji asiyecheza, lakini kwa wachezaji ambao wanapata nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza akiwa kwenye miezi 6 ya mwisho kumaliza mkataba wake, anapofuatwa na klabu kwa ajili ya kuanza mazungumzo ya kuongeza mkataba, mchezaji anagoma, yani mimi kwa tumalize msimu, kwa sababu anajiangalia fomu alionayo na miezi 6 iliyobaki. Kama atauwasha moto vizuri, ana nafasi kubwa ya kwenda kudai dau kubwa mwishoni mwa msimu kwenye mkataba kuliko akisaini sasa hivi. Lakini sasa hiyo inakuwa ni kama patapotea, kwa sababu mchezaji akija kupata majeraha kabla ya msimu kumalizika au mwishoni mwa msimu, inawezekana ile thamani yake yote alikuwa anaitafuta isimlipe kwa sababu kishapata majeraha. Lakini chukulia mfano mchezaji ambaye kauwasha moto kwenye miezi 6 ya mwisho kabla mkataba hujaisha, watu wamemfuata kawaambia subirini, na kweli akauwasha mwisho wa msimu. Mchezaji thamani uliomfuata nayo kabla ya miezi 6 kumalizika na thamani utakayomkuta nayo baada ya miezi 6 kumalizika ni vitu viwili tofauti. Thamani yake inakuwa imepanda. Tuchukulie mfano kina Mudathir walikuwa wamemaliza mikataba, kina Pacome au nao kina Maxi, wote walikuwa wamemaliza mikataba, lakini kiuhalisia thamani yao ilipanda kwa sababu walisecure ubingwa wa ligi. Alafu kiuhalisia kushafika kwenye daraja hilo, timu imesecure ubingwa wa ligi, imeshinda FA, lazima mnapoenda kwenye meza wewe kama bosi uchague. Mnacheleweshana, wakati huo unawapa nafasi klabu nyingine washawishi wachezaji wako, au unawasainisha mkataba kutokana na mahitaji yao. Nakumbuka mimi Mudathir Yahya Abbas alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao msimu unaisha 2024-2025 alikuwa ajiongeza mkataba. Kwa hiyo wakati wanaongezwa mikataba, Mudathir kashatoa mahitaji yake. Kilichomshangaza, mabosi wala hawakunegotiate kwa muda mrefu, walimpa anachokitaka, na walipompa anachokitaka Mudathir ametoka kwenye meza mazungumzo ndo akashangaa, kwa nini sikuongeza gari pale, kubadilishiwa gari? Kwa sababu ya mwenyewe alishangaa, bosi kapagawa nini, mbona leo kanyoosha mapema tu, yani yani mbona tulichotaka jamaa nilichokitaka wamenipa, kumbe ningeweka tena gari pale, lakini it was too late. Lakini sasa ndo tafsiri hiyo. Mudathir alikuwa na uwezo wa kusaini mkataba na Yanga kabla mkataba wake hujaisha, lakini alichagua kuendelea kupambana wake zaidi ili baadaye aje kutaka dau kubwa, na alifanikiwa. Yeye, Maxi, Pacome, Mzuzu, wachezaji wengi wa Yanga msimu wa 2024-2025 walivuna mikwanja mirefu kwa sababu walichagua kukubali miezi 6 ya mwisho wasisaini mkataba na Yanga, kuongeza mkataba wacheze mpaka msimu uishe, alafu akishamaliza hapo ndo akae mezani, bwana engineer, mimi nataka hiki. Ndio maana engineer kwenye meza mazungumzo aliamua kuwapa wanachokitaka wachezaji ili wabaki, na ndio maana hata kwa Dube mimi sijashangaa. Inawezekana kuna mambo mengi huko nyuma, lakini na hela ambayo Dube amepata kutoka Zimbabwe, inawezekana ofa yao ni bora kuliko ofa ya Yanga. Lakini ndio tunarudi kule wachezaji wao wanategesha, yani na wao siku hizo washakuwa wajanja, wanajua ni kipindi gani cha kupiga hela nyingi. Kipindi kizuri, maliza msimu umefanya vizuri, utataja hela nyingi unaotaka, na watu kukataa inakuwa ngumu. Ndio maana huwa inazuka ile kauli ya kwamba teams, baadhi ya wachezaji wakiperform vizuri tu karibu na mwishoni mwa msimu, utasikia anatafuta mkataba mpya, kwa sababu unavyomaliza vizuri maana yake unavutia wengi waje kuzungumza na wewe. Kwa hiyo hata timu ambayo unaichezea kwa wakati husika hawawezi tena kukaa na wewe kama vile ambavyo walikuwa wamekaa na wewe muda mwingine uliopita, kwa sababu thamani yako inakuwa imeongezeka, unajua. Na ndio maana hata baadhi ya wachezaji huwa kwenye mikataba yao hasa wa kimataifa huwa wanaweka kile kipengele cha kupata nafasi ya kucheza, kwa sababu unapocheza, unavoonesha kiwango, ndio thamani yako inapanda, sio timu unaochezea. Kwa hiyo unaweza kuwa unacheza timu pia haipandi. Kwa hiyo kipindi hiki ndio kipindi ambacho mameneja, wachezaji wanatamba kama alimaliza vizuri kwenye msimu.
Mimi naitazama hii issue kwenye pande mbili kidogo. Wakati huo dakika 4 zimesalia tuende kutoa pesa. Ya kwanza ni kuna kuto kuaminiana kwa performance, na wachezaji wetu wengi wanacheza kwa form kuliko class. Ndio maana mtu anasema ngoja tuone mpaka mwisho itakuwaje, kwa sababu hawaaminiani pia. Yani unaweza kukuta Nani amwamini mwenzake Upete? Clubs haziwaamini sana wachezaji. Yani like leo unaweza kaona anacheza pale, lakini watu wakikuangalia hivi wanaona hii mbona kama yani yupo kwenye form tu, lakini sio klasi yake, sio, unanifahamu? Ama huyu anavyocheza sasa hivi hayupo tu kwenye form, lakini klasi yake inafahamika, lakini ngoja tuone mpaka mwishoni mwa msimu atafika kwenye eneo gani. Unafikiri kwa mfano Simba walimpa mkataba wa muda mfupi sana Clatous Chama. Unafikiri ilikuwa ni rahisi tu kumwambia Chama bwana tunakupa miezi 6? Ni kwa sababu pia walikuwa hawana uhakika kama okay, yupo kwenye form ama klasi yake bado ni ile ile, ama ataendelea kudeliver kwa muda gani. Lakini kwa mfano sasa hivi alichokifanya, hata ukienda ukawaambia watu namuongezea miaka 2, watakaoguna ni wachache tu na watatumia factor ya umri tu, lakini in fact kama ukizungumzia kwa performance wise amedeliver kwenye kiwango kikubwa. Lakini eneo la pili ni eneo la wachezaji wenyewe. Wakati mwingine wanalazimisha kwenda mpaka mwisho kwa sababu pia hawana uhakika na kile wanachokisign kitatekelezwa kwa kiwango gani. Mfano, ukiweka competition pale mwishoni, labda Simba wakawa wanakuja, Yanga wanakuja, Azamu wanakuja, ni rahisi sana hata ile klabu iliyokuwepo ama klabu unayotaka kwenda ikaweza kuwajibika kwa kiwango kikubwa. Nafikiri hii point amezungumza vizuri sana Chisano, sina haja ya kurudia sana. Lakini cha mwisho ni clubs kuwa na uhakika wa kile ambacho wanakifanya. Mfano, watu wanajua tu kwamba mchezaji wa kibongo akitoka hapa ataenda kulia ama kushoto, na wenyewe si wanapima. Okay, sasa hivi tukiangalia performance ya timu kiujumla, mafanikio na mwelekeo wa uongozi na utulivu, unajua mchezaji anaweza kupredict kabisa kwamba kwenye miaka 3 hii timu itakuwa kwenye consistency ya kiwango gani. Kwa hiyo hata mabosi wanavokaa wanaona tu upande wa pili si wamezubaa, huyu mchezaji hawezi kwenda huku bwana. Na hata kama tukisikia naenda huku, yeye mwenyewe tu akipima mafanikio yaliyokuwepo huku, utulivu alioupata, sijui bonus na namna ambavyo maisha yanaendelea, mipango anaiona, ni rahisi sana kwake kumshawishi kwenda. Lakini kama ingekuwa labda mchezaji huyu na wasiwasi kwa nikimwacha tu hapa ligi ya South Africa wanamchukua, sijui ligi ya Morocco wanamchukua, nafikiri kila mtu angekuwa anapambana sana kabla ya mikataba kuisha. Lakini kwa hivi jinsi ilivyo ni ngumu sana. Mchezaji ambaye unajua akitoka Yanga ataenda Simba au Azam na hana sehemu nyingine yote anayofikiria, basi sidhani kama kutakuwa na mambo mengi sana. Na hiyo inaenda sambamba pia hata utoaji wa mikataba ya muda mfupi, ni kwa sababu pia kutokuaminiana. Yaani ndio maana mtu anaona bora nimpe tu miaka 2 kumlipa, kumvunjia mkataba, kwa sababu pale kuna wakati unatakiwa kumlipa miezi yake yote ile iliyobaki kwenye mkataba. Ni rahisi zaidi kuliko kimpa miaka 5. Leo ushangai kijana anaitwa kijana na miaka 19 au 20 au whatever, wanamsainisha kandarasi ya miaka 2. Ni kwa sababu hawana uhakika sana. Fikiria kama Coastal Union wangemsaini Lei Matampi, labda nisimzungumzie kwa sababu ya umri tayari ulishaenda, lakini fikiria kwa mfano kijana anaitwa na miaka 20 anaenda Kariakoo anasainiwa miaka 2, au kama Zuberi Foba, sijui unanifahamu. Yaani ukitazama kwenye promising unasema hiki kipaji kikubwa hiki, lakini kuna nini wanampa mwaka 1 au miaka 2? Ni kwa sababu hawana uhakika kama takipi ile consistency. Kwa hiyo nafikiri pia consistency imekuwa key. Na hiyo ndio sababu na ndio sababu pia zimebaki dakika 2 tutoe hela. Malizia hiyo sababu ili tutoe hela. Na hiyo ndio sababu ambayo inapelekea klabu nyingi Tanzania kushindwa kufanya biashara ya mauzo ya wachezaji. Okay. Yaani Europe na hata Afrika Kusini sasa hivi nimeona timu nyingi ndogo hata timu kubwa zimekuwa zikifanya biashara ya kuuza wachezaji, kwa sababu unakuwa na uhakika wa performance ya mchezaji, lakini hata mchezaji mwenyewe anakuwa ana uhakika na maisha yake klabuni. Kwa hiyo anavyosaini mkataba wa miaka 3, miaka 4, timu nyingine inavyokuja kumsajili haiendi moja kwa moja kwa mchezaji, inakwenda moja kwa moja kwa timu
wanazungumza, wakishakubaliana ndo baadaye timu inakuja kuruhusiwa, timu inaomtaka mchezaji kuruhusiwa kuongea na mchezaji. Lakini huku Tanzania ni ngumu. Leo hii Simba au Yanga inamtaka mchezaji labda wa Pamba, inajua mkataba umebaki mwaka mmoja, yani wao wako tayari waongee na mchezaji mapema, wamwambie bwana, sisi labda tutakusajili, au waanze kutengeneza mahusiano mazuri na mchezaji, alafu mkataba ukiisha wasiwe na kazi ngumu ya kumalizana na timu, moja kwa moja wanakwenda kwa mchezaji. Kwa kama itatokea timu ambayo itaanza kuwa na utaratibu wa kuwasainisha wachezaji wake ambao wanawaona ni potential, kwa sababu kuna klabu uwaga zinaondokewa na, kwa mfano kama Yona Amos Pamba anaondoka bure. Ni mchezaji ambaye alikuwa na performance bora sana kwenye klabu kwa misimu yote ambayo amekuwepo, anaondoka bure kwa sababu walimpa mkataba wa muda mfupi, japo alikuwa anazungumza na timu moja ya Kariakoo wakashindwana. Kuna timu ya Kariakoo ilienda ilimfuata mchezaji, ilifuata klabu wakakubaliana, klabu ikaruhusu mchezaji aongee na timu ya Kariakoo, wakaja wakashindwana kwenye terms. Walivyoshindana kwenye terms, mwaka tu umeisha, sasa hivi anakwenda zake bure. Ni timu ipi ile ambayo makipa yake wanaumia sana? Mimi na jambo nataka nizungumze nanyi hapa, wakati Picha anapiga simu na nafikiri tutamishia mjadala wakati tunamsikiliza hivi sasa Carlos Mastermind. Kuna vitu viwili nimewahi kuvisikia kwa wachezaji lakini pia kwa club. Moja ni hivi professionalism ni nini kwa Kiswahili? Weledi. Tanzania sisi hatupendi weledi. Yaani kama kitu ambacho kwenye mpira wa Tanzania kimeshindikana kabisa ni weledi kwenye wakati wa usajili ama before usajili ama wakati unamchukua mchezaji. Kiasi cha kwamba mchezaji yeye pia hataki pia huo weledi, kwa sababu sometimes pia haumnufaishi. Unamchelewesha. Umemchelewesha. Mfano, kuna story nilisikia, kuna baadhi ya wachezaji walikataa kuongezewa mikataba. Mwisho siku wakaja kuongezewa mikataba na hiyo timu. Yaani baada ya muda kuisha sasa wanachukua mkataba mpya kwa sababu walikuwa wanasikia kwamba timu fulani inajenga timu inawataka. Sijui unanielewa? Msimu uliopita. Mwisho wa siku ile timu inayojenga timu ikaenda kasajili huko, ikawaacha. Kwa timu yao ikawarudia, wakasajili tena kwa bei ya kawaida. Kwa sababu ilikuwa hakuna pressure. Hamna pa kwenda. Unanielewa sijui? Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo wachezaji wenyewe ilitokea. Sehemu ya pili, timu pia hakuna weledi kwamba leo Simba anamtaka mchezaji wa Yanga wakae mezani wa discuss, ama Yanga ataka mchezaji wa Coastal Union wakae mezani wa discuss, kwa sababu tu hakuna mashirikiano. Ikitokea tu hata Simba anaongea na Singida, tutaanza kufikiria mambo mengi sana. Hata sisi hapa ndani Simba anaongea na Singida, amemchukua mchezaji fulani, naanza kufikiria, na hata Singida wanavyoreact huko mitandaoni somehow inakuwa ama ofeni inakuwa tunaona kama mara tumemgawa, mara hivi. Sio, unanielewa? Kunakuwa hakuna ule weledi kwamba tukae chini tufanye mazungumzo. Tuende kwenye dunia mpya wakati Picha anapiga simu, alafu mje mniambie, je, hii shida ni kutokana na mazoea ama ni kitu kizuri tu tunaweza tukaendelea nacho? Ambao tunaweza tukawazungumzia hapa, Idi Nado ambaye amekuwa akitajwa sana kwenda Young Africans, Nathaniel Kilambo ambao pia wamemaliza mikataba yao na mpaka sasa tutasikia kutoka kwa Florent Ibenge ama Azam Football Club. Kabisa. Inasemekana tetesi zinaeleza kuna mvutano hapa kati ya Nado na Azam FC. Tetesi zinaeleza hivyo. Milioni 400. Lakini tutakulipa kwa installment. Mkataba wa miaka 2, milioni 400. Yaani 400 Yaani wao wanataka kumpa 400 Nado, lakini malipo yake yawe kwa msimu mmoja 200 na msimu mwingine 200. Hasa hapo ndo mvutano ulipotoka. Kule Jangwani wao wanataka kuleta 500. Tetesi lakini. Lakini sasa mchezaji hataki pressure, anataka huko. Huku shati lake Idi mbona anaiva sasa hivi? Anataka tu ampe
Idi Mtoto kaiva. Idi kazua Hataki yale bala, mambo ya ndo nyimbo Morocco hiyo. kila siku. Kashazua bala. Hataki mambo ya Tetesi. masina. Sasa wapi kunaonekana kuna uelekeo? Tetesi. Azam FC chance ya kubaki kwake ni kubwa, kusema ukweli, kwa sababu mchezaji mwenyewe anapata Azam kuliko Jangwani. Jangwani mwenyewe si mna pressure, yeye hajazoea mambo Mtakaje hayo. kashamachua bwana. Akikumbuka ile Aende wiki ya akapambane. Masina ile. Ah, Yale mambo ya kuzungumza wiki nzima yale, afu yeye ndo anayetumika kwenye video amesukuma au hajasukuma. Hataki kabisa hayo mambo. Nathaniel Aende. Chilambo ambaye pia amekuwa akitajwa sana pia. Nathaniel Chilambo kuondoka Azam ni ngumu. Changamoto iliyopo, unajua wachezaji, kuna kitu ulikisema, wachezaji wengi naona wana struggle hapo. Yaani nyinyi kwanza sio wanatuna tunawachelewesha. Nyinyi mnapambania maslahi yao, nyinyi mnawachelewesha. Wao wamesharidhika pale walipo, nyinyi mnataka nini? Wachezaji wameridhika, isipokuwa safari hii Masikutushasema hadi sisi kama na watanusurika, wachezaji. Azam timu yao kubomolewa ni msimu huu. Wachezaji kama Nathaniel Chilambo anatajwa kwenda Simba na inaelezwa tayari done deal kwenda Simba. Yes, ni kama kuna wasajili Azam timu yao inaweza ikabomolewa ni msimu huu. Unajua Azam ni katika timu hizi, ukichukua kuanzia Yanga, Simba, Azam, Singida, timu ambayo wachezaji wake wengi wanamaliza mkataba msimu huu uloisha ni Azam FC. Na sio wachezaji wa kawaida, wachezaji wote wazuri wamemaliza mkataba msimu huu. Tofauti, Popat alikuwa anawapa mikataba wachezaji akiwa CEO. Kabla hawajamaliza alikuwa anatengeneza mazingira kuwashawishi wanasaini mkataba kabla hawajamaliza mikataba yao. Sio huyo aloingia, sijajua nini kimetokea, lakini sio Azam yamemkuta hayo majanga. Wachezaji hawakusaini mikataba, hawakuongeza, yani wamekuja mpaka dirisha linakuja kufunguliwa ndo wako kwenye kaeka za kuwabakisha baadhi ya wachezaji wao. Kwa hivyo kuna wachezaji Azam kama itanusurika kubomolewa basi ni msimu huu, kwa sababu wao wako kwenye jitihada za kuimarisha timu yao, lakini kuna watu pia wanafanya jitihada za kuibomoa timu. Na sio kuibomoa kwa ubaya, mpira ni biashara na haya ni maisha. Kwa hiyo Simba ni miongoni mwa klabu zinazotajwa kutaka kung'atua wachezaji wa Azam akiwemo Nathaniel Chilambo kwenda Simba, na inaelezwa almost done deal. Kwa hivyo changamoto kwa CEO wa Azam wa sasa, inawezekana akatumia kama darasa, maybe msimu ujao ajitahidi kuwashawishi wachezaji waongeze mikataba kabla ligi haijaisha, kwa sababu sasa hivi wanapata tabu kuwaita mezani kuwashawishi wabaki, kwa sababu ni kipindi ambacho pia wanapigiwa miruzi sehemu nyingine. Lakini ukweli ni kwamba wakati wa Popat yeye alikuwa anajitahidi wachezaji kabla mikataba haijaisha ana extend. Alikuwa ana extend contract za wachezaji kabla hawajamaliza mikataba. Sasa huyo sasa hivi sio kimetokea nini, lakini hiyo ndio imekuwa changamoto kwa Azam. Kwa kama msimu huu atanusurika wachezaji wao wazuri hawataondoka, maybe uko mbele itakuwa ngumu kuwaondoa. Tutakuja kuangalia hapa huko Azam FC nani na nani ambao kocha amewasili amefanya mapendekezo wabaki na kwa nini. Hapo kwa wachezaji, Farid Musa amemaliza mkataba wake Jangwani. Mikataba ya wachezaji ambao kusema ukweli leo inaniuma ni Farid Musa. Faridi Kutokucheza. nini shida? Faridi nini shida? Mwanzoni wewe kusikia majeraha, lakini sasa alipona. Nafikiri kama nikizungumzia ambacho mimi nimekuwa